weza kugusia hapo awali juu ya nyota mbalimbali ambao wanahusishwa kusajiliwa ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Bwana, mchezaji wa kwanza anafahamika kwa jina la Maccabi Lilepo. Huyu ni mchezaji hatari kweli mwenye uwezo wa kulimudu eneo la winga. Anaweza kucheza nafasi kama winga ya kushoto, lakini pia anaweza kucheza nafasi kama winga ya kulia. Uwezo wake mkubwa ndio umefanya uongozi wa klabu ya Yanga aweze kubisha hodi na kupata saini yake akitokea kwenye timu ya Paris Kaizer Chiefs inayoshiriki ligi kuu ya Afrika Kusini. Na ndani kabisa ni kwamba mchezaji huyu Maccabi Lilepo hajasafiri na timu yake ya Kaizer Chiefs kuelekea pale nchini Spain kwa ajili ya kuanza pre-season. Pengine usikute yanaosemwa tayari amekushaweza kukamilika kwamba nyota huyu kwa sasa ni mali ya wananchi. Lakini ukiachana na nyota huyo Maccabi Lilepo, mchezaji mwingine ambaye anatajwa klabu ya Yanga amekushaweza kumalizana naye si mwingine bali ni Mohamed Saleh Bangula. Huyu ni mchezaji kutokea kwenye timu ya MC Alger inayoshiriki ligi kuu ya pale nchini Algeria, mwenye umri wa miaka 22, ambaye nafasi anaweza kuimudu ni eneo la ushambuliaji, yani striker, mshambuliaji kinara. Inaelezwa kwamba klabu ya Yanga amekushaweza kumalizana naye na mambo yako fresh kabisa. Mchezaji huyu anatazamiwa kuwa mbadala sahihi wa Prince Mpumelelo Dube ambaye ameweza kuondoka mara tu baada ya msimu huu wa 2025-2026 kuweza kutamatika. Lakini ukiachana na mchezaji huyo, mchezaji mwingine ambaye inaelezwa amekushaweza kumalizana na klabu ya Yanga ni Master Key Stefan Aziz Ki. Huyu ni mchezaji ambaye alishawahi kupita kwenye kikosi hiki cha klabu ya Yanga na kupata mafanikio makubwa kweli, lakini inaelezwa kwamba mpaka sasa hivi dili lake la kurejea ndani ya kikosi hiko cha wananchi limekushaweza kukamilika kwa 100%. Hivyo kinachosubiriwa ni masuala mengine tu madogo ya kukamilisha usajili wake. Mchezaji huyu ambaye anatokea pale nchini Libya kwenye timu ya Al Ittihad, inaelezwa mabosi wa klabu ya Yanga wamekushaweza kumpa mkataba mpya wakitumikia timu hiyo ya wananchi Yanga Sports Club. Lakini ukiachana na nyota huyo, nyota mwingine ambaye anaelezwa kwamba klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana naye ni Kotiama. Huyu ni miongoni mwa wachezaji wenye uwezo mkubwa kweli, ambapo anatokea kwenye timu ya Polisi Kenya inayoshiriki ligi kuu pale nchini Kenya. Inaelezwa kama tayari klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana na mchezaji huyo. Lakini ukiachana na huyu, mchezaji wa mwisho ambaye inatajwa klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana naye ni mchezaji Philip Kinzumbi. Mchezaji anaweza kumudu kucheza nafasi ya winga kwenye mapana ya uwanja, lakini pia akiwa anaitumikia timu yake ya Afrikeni. Kwa hiyo inaelezwa kwamba klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana naye na nyota huyo. Haya ni majina mbalimbali ya wachezaji kutokea kwenye vilabu mbalimbali, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya Yanga wamekushaweza kumalizana nao katika kipindi cha dirisha kubwa la usajili. Una maoni gani mwanamchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho nimekujuza muda huu hapa? Njoo tuandikie mtazamo wako na maoni yako kupitia sehemu ya comment.